Gideon Dus. Kuna jamaa amezoea kwenda pale police station na bodaboda yake. Sasa huyu jamaa Kisumu. Kisumu anaenda na siphon gari mafuta ya kutoka kwa gari ya polisi anaweka kwa boda yake. Yes. Anatoa mafuta kutoka kwa gari la polisi. Yes. Anaweka kwa boda yake. Kwa boda. Sasa kuna polisi alikuwa anaangalia na shanga, huyu jamaa ufanya nini hapa time fulani. Polisi akaenda akamshika huyu jamaa. Akapata kumbe ana siphon mafuta. Sasa wakienda amemshika, polisi anamwambia, sasa ndugu yangu ulikuwa unafanya nini? Anamwambia, wani serikali bwana. Wani serikali. Hadi sisi ndio serikali bwana. Hadi wacha tuenjoy ku benefit ya serikali. Unajua polisi alimwachilia. Aambia tu aende. Yes. Yaani polisi mwenyewe alicheka. Kwa sababu vile alimwambia wani serikali bwana, sisi ndio serikali bwana. Hiyo jamaa aliachiliwa bwana. Kuna story nyingine hapa jamaa ametuma hapa. Na sijui kama hii habari ni ya kweli, habari ni vitu za mtandao tu. Anasemaje? Ameandika tu saa hii, anasema a recent study across Kenya has revealed that Kenyan men are now leading in gossiping. Wanasema outpacing women by a small but notable margin. Alafu Anadela anasema according to the research 52% of gossipers in the country are men while women account for 48%. Alafu anasema tena at the study also shows that Kamba men top the list as the most active gossipers. Ameandika hivyo. Angalia hapo vile ameandika. Kamba men. Si mimi nasoma kile imeandikwa. Agidi bwana. Huyo shabiki ndiye ameandika. Mimi hata sijui ametoa hii wapi. Sijui kama ni vitu za mtandao. Kamba men are leading. Are leading for gossiping. Are leading in gossiping. Followed closely by Kikuyu men. Alafu Coast men come third.